Hofu imetajwa kuibuka kuhusu uwezekano wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu kutofikishwa mahakamani kama ilivyopangwa Aprili 24 mwaka 2025 katika kesi ya uhaini inayomkabili. Hali iliyosababisha wito wa wazi kutoka kwa wakili wake Peter Kibatala, akisisitiza kuwa jaribio lolote la aina hiyo litakumbana na upinzani mkali wa kisheria. Sasa akizungumza kupitia taarifa maalum aliyochapisha katika kurasa zake za mitandao ya kijamii, Kibatala amesema wanahofia mipango isiyo rasmi ya kuzuia au kucheleweshwa kufikishwa kwa Lissu mahakamani, jambo ambalo litakuwa ni ukiukwaji mkubwa wa haki za kisheria na uhuru wa kikatiba wa kusikilizwa kwa wazi mbele ya umma. Peter Kibatala ameandika hivi: jambo lolote la kutokumfikisha mahakamani Tundu Antipas Lissu Mugwe tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025 litakumbana na upinzani mkali wa kisheria. Tunaamini wale wanaohusika hawatajihusisha na mipango ya kipumbavu ya aina hiyo, amesema Peter Kibatala. Na katika hatua nyingine, kuhakikisha uwazi wa mchakato wa kisheria, Kibatala amesema kuwa kesho tarehe 22 mwezi Aprili mwaka 2025 ataandika rasmi kwa mabalozi wa kundi la kidiplomasia nchini Tanzania kualika maofisa wao kuhudhuria mahakamani na kushuhudia mwenendo wa kesi hiyo. Kesi hii ina athari za kitaifa na kimataifa. Tunahitaji uwazi wa hali ya juu. Dunia nzima ishuhudie namna jeshi la polisi na mahakama zetu zinavyoshughulikia haki ya kisheria ya umma ya kuhudhuria mashauri ya jinai ya umuhimu kama huo. Hii ni kauli ya wakili Peter Kibatala akiendelea kuelezea hii situation ya kuogofya ambayo inahusishwa na Tundu Antipas Lissu kuto kufikishwa mahakamani siku ya tarehe 24 ya mwezi huu wa 4 mwaka 2025. Lakini pia Peter Kibatala akaendelea kueleza, mbali na mabalozi, wakili Peter Kibatala ameendelea kusema atawaandikia viongozi wa madhehebu makuu ya kidini na taasisi mbalimbali kualika kushiriki na kushuhudia mwenendo wa kesi hiyo kama sehemu ya kulinda haki na kudumisha uwazi wa kidemokrasia. Viongozi wa dini na taasisi za kijamii wana nafasi kubwa ya kushuhudia na kushirikiana na wananchi kuona haki inatendeka bila upendeleo wala vitisho. Kibatala amesisitiza kuwa Chadema na watetezi wa haki za kibinadamu nchini wanataka kesi hiyo ifanyike mbele ya umma kwa uwazi ili aibu ubaki kwa upande unaopaswa kubeba jukumu la hali hiyo. Tunataka Antipas Tundu Lissu Mugwe afikishwe mahakamani mbele ya umma kwa uwazi kabisa. Aibu ibebwe na upande unaostahili. Bila shaka tunajua ni upande upi huo. Haya sio maneno yangu mimi, ni maneno ya wakili Peter Kibatala aliyoyaandika kwenye ukurasa wake wa Instagram, akielezea hofu ambayo wao wako nayo juu ya kuhofia Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu anaweza narudia, anadai kuwa anaweza asifikishwe mahakamani hiyo siku ya tarehe 24 ya mwezi huu wa 4 mwaka 2025. Sasa ili kupingana na hali hiyo ambao wao inaweza ikatokea, Peter Kibatala amechukua hizi hatua stahiki. Cha kwanza, amewapa angalizo au wanaohusika kumleta Tundu Lissu mahakamani kwamba wamlete, lakini pia amealika mabalozi na wanadiplomasia nao pia kuja kuzuia kesi hiyo ili waone kile ambacho kinatokea. Lakini pia amesema atawaalika viongozi wakuu wa madhehebu ya kidini nchini Tanzania nao pia waende wakaone jinsi shtaka hili au shutuma hizi za Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu za uhaini jinsi kesi hiyo itakavyoendeshwa hapo mahakamani. Kwa hiyo hili ni tamko ambalo wenyewe wanasema limekaa kimkakati kwamba ni wanataka Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu apelekwe mahakamani na kesi ikasomwe na isikilizwe kama inavyotakikana. Sasa kuna watu wametoa maoni yao hapa. Kuna mtu anaitwa Soko Justin anasema, nimesoma habari hii ya wakili Peter Kibatala nikajikuta sijui ni mlaumu nani. Je, wazazi wangu? Je, mimi mwenyewe? Au Mungu wote duniani? Zamani sijui, yani natamani ningezaliwa upya, nijitambue toka mdogo, nianze upya
kusoma na niwe mwanasheria mbobezi wa kimataifa, nizijue sheria zaidi ya Tundu Lissu ili niwe mtetezi wa haki za watu walivyo wao. Umeona? Lakini pia kuna mwingine anasema, sema mnalialia sana nyie. Jamani, si mmesema mnaandamana siku hiyo? Si mmesema hakuna kitu mnaogopa na hamna wa kumuogopa nchi hii? Hofu ya nini sasa? Haya ni maoni ya watu mbalimbali ambao wameyatoa kwenye kurasa za mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nikusii tu ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV, usikae mbali na kurasa zetu za mitandao ya kijamii ili uwe wa kwanza kupata taarifa kama hizi na nyingine nyingi zaidi, ili uweze kuhabarika kwa wakati mwafaka. Lakini pia nikusii usahau kusubscribe, kulike na kushare ili taarifa hizi zisambae kwa watu wengine wengi, ili na wao pia waweze kunufaika na uwepo wa taarifa hizi kwenye mitandao ya kijamii, hususani hapa YouTube. Kwa hiyo nikusii tu usikae mbali na mitandao ya kijamii, uwe kwanza kupata taarifa hizi kama hizi na nyingine nyingi. Chao, kwaheri kwa sasa.